Naam, Mohamed Morunga kuelekea katika michuano ya AFCON kwenye ngazi ya vilabu tayari. Kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania tayari kilikwisha toka. Tunafahamu kwamba Tanzania iliweza kufuzu michuano hii ya AFCON, na sasa hivi tayari mjadala mkubwa umekuwa kuhusiana na kikosi cha timu hii ya Tanzania. Bwana, wanajeshi tayari wamekwisha jumuisha ambao wanaenda kuipigania bendera ya Tanzania. Lakini pia kumekuwa na mjadala mkubwa sana kuhusiana na baadhi ya wachezaji walistahili kuitwa lakini hawakuitwa. Lakini pia kuna wachezaji ambao wamebahatika kuitwa. Watu wadau wa mchezo wanasema kwamba hawakustahili. Mjadala mkubwa umekuwa kwa wachezaji watatu. Tunamzungumzia Patrick Mwenda, tunamzungumzia Mudathir, tunamzungumzia na Selemani Mwalimu. Tuanzie kwa Mwenda. Mwenda ana kitu gani ambacho kimemfanya yeye asiitwe kwenye timu ya Tanzania? Naweza kusema kwamba ni kuishi maisha ya kukalili, kwa sababu ukiangalia Mwenda amefanya kila kitu, yani ameonyesha performance kubwa ambayo alistahili kabisa kuwepo katika kikosi cha timu ya taifa kuelekea katika michuano hii ya AFCON kule nchini Morocco. Ukiangalia current performance ya Israel Patrick Mwenda imekuwa ni performance ambayo ni superb kabisa, naweza kusema hivyo. Hata tukinukuu baadhi ya makocha ambao waliweza kukutana, nakumbuka ilikuwa ni game kati ya FAR Rabat dhidi ya Yanga, alinukuliwa kocha wa FAR Rabat pia aliweza kusifia performance ya Israel Mwenda. Unaweza kuona ni kwa namna gani hadi kocha wa timu pinzani anasifia performance ya mchezaji ambaye hayupo katika timu yake. Ni performance kubwa. Lakini tukiangalia walioitwa katika position hiyo, tumeona kuna Shomari Kapombe, lakini pia kuna Lusajo Mwakenda. Tukiangalia current performance ya Shomari Kapombe hairidhishi kabisa. Naweza kusema kwamba Shomari Kapombe labda kitu pekee ambacho kinaweza nikamuelewa mwalimu Gamondi kwa kumchagua Shomari Kapombe labda ni kuzungumzia experience yake, lakini tukizungumzia current performance iko chini sana. Tuzungumzie tu mechi ya mwisho ambayo ameweza kuonekana katika pitch, ni mechi kati ya Simba dhidi ya Azam. Tumeona katika mechi hiyo Simba aliweza kupoteza kwa magoli 2-0 dhidi ya Azam, lakini hayo magoli yote mawili yalitengenezwa katika position yake. Yote yalitokea katika upande wake ambao anacheza. Tuliona Nasor Saadun baada ya kuingia aliweza kumsumbua sana Shomari Kapombe. Kwa hiyo kuachwa kwa Mwenda kwenye point pekee ambayo mimi naweza nikamuelewa mwalimu labda issue experience. Lakini tukizungumzia performance, Mwenda amekuwa na performance bora zaidi ya Shomari Kapombe kwa hivi karibuni. Kwa upande wa Lusajo Mwakenda sina doubt amedeserve, kwa sababu pia ni mchezaji ambaye ameonyesha performance nzuri hata katika timu yake ya Azam. Hilo sina doubt, lakini mimi niliamini kwamba Israel Mwenda alikuwa anaenda kuchukua nafasi ya Shomari Kapombe kuelekea katika michuano hii ya AFCON kule nchini Morocco. Na labda kwa mwalimu Miguel Gamondi ameweza kumtazama Shomari Kapombe kama alivyosema kwa experience. Unanielewa? Tunafahamu kwamba Kapombe yeye ni mtu ambaye mwenye uzoefu, na msimu uliopita tuliona alikuwa ameipeleka timu yake ya klabu Simba kwenye finali ya kombe la shirikisho, umeona bwana. Lakini pia ikamfanya yeye muonyesho Shomari Kapombe kuwa miongoni mwa wachezaji ambao wameingia kwenye ushindano wa kutafuta mchezaji bora wa msimu, umeona bwana. Hata kwenye michuano ya CAF iliyopita. Na kitu ambacho mimi nakiona labda huenda lizo ni hizi sababu hizi ambazo zimemfanya mwalimu Miguel Gamondi Shomari Kapombe awe chaguo lake la kwanza, alafu Mwenda amwache. Umeona bwana. Ila kuna muda inabidi wa Tanzania tukubaliane na kocha. Umeelewa? Kocha ndio anajua ni mchezaji yupi ambaye anastahili katika staili yake ya uchezeshaji, ni mchezaji yupi ambaye atamfiti kwenye mifumo yake. Kwa hiyo kwenye jambo hili kwanza wa Tanzania tunabidi tumwachie kwanza kocha mwenyewe. Bwana, turudi kwa kiungo Mudathir Atali, naye kapigwa chini. Mudathir, kuna kitu gani ambacho nakiona Gamondi akijamvutia kutoka kwa Mudathir? Bado sijapata taarifa rasmi kwa nini Mudathir ameweza kuachwa katika kikosi cha timu ya taifa. Sijajua kwamba ni majeruhi au ni sababu binafsi za mwalimu, labda katika anaona hawezi kufiti katika mbinu zake. Na ukiniambia
Mudathir hawezi kufiti katika mbinu za Gamondi, mimi nitakuwa wa kwanza kukataa, kwa sababu tunakumbuka nyuma kidogo wakati Gamondi akiwa kocha wa Yanga, naweza kusema kwamba Mudathir ndo alikuwa anatumika kama keyman wa mfumo wake na mbinu zake zote. Tuweza kuona alikuwa anabadilisha karibuni kila mchezaji, lakini tulikuwa tunamwona alikuwa hawezi kugusa eneo ambalo anacheza Mudathir pamoja na Maxim pia. Ndiyo. Kwa hiyo sitaki kuamini kwamba Miguel Gamondi hajamuita Mudathir kwa sababu labda hafiti katika mbinu zake. Inawezekana kuna sababu nyuma, maybe labda Mudathir hayuko sawa kiafya, kwa sababu tukumbuka katika mechi ya Yanga na FAR Rabat, yeye mwenyewe Mudathir alinukuliwa akisema kwamba alilazimishwa kucheza mechi ile kwa sababu ilikuwa ni mechi muhimu, ilimpaswa acheze ili hali akiwa bado yupo katika majeruhi. Lakini tukaona pia katika mechi iliyofuata dhidi ya JS Kabylie hakuweza kucheza, ilisemekana kwamba ana majeruhi. Kwa hiyo naweza kuhisi kwamba sababu pekee ambazo zinaweza zikapelekea Mudathir kutokuwepo katika kikosi cha timu ya taifa inawezekana ni issue ya majeruhi, ndio ilopelekea Mudathir. Lakini Mudathir akiwa fit 100%, hata kocha gani huwezi kumwacha mchezaji ambaye anavuja jasho lake kwa 90% zaidi ya 90 uwanjani. Kwa hiyo naweza kuamini kwamba inawezekana ni issue tu ya majeruhi. Na je, kuacha kwa Mudathir kwa wale wachezaji ambao wameitwa kulikava ile sehemu ambayo Mudathir anacheza, unadhani katika wale wachezaji ambao Miguel Gamondi amewaita wanaweza kufiti kuziba lile gap ambalo Mudathir tunafahamu ubora wake akiwa pale sehemu ya katikati ya dimba, au walioitwa wanafiti kabisa kuvivaa viatu vya Mudathir? Nikiangalia katika squad ya timu ya taifa ambayo imeitwa, nikiangalia katika eneo la kiungo namuona Novatus Dismas, namuona Yusuf Kagoma, lakini pia namuona Idi Gego. Huyo ni mchezaji ambaye anacheza katika klabu ya Singida Black Star. Lakini ukiongelea hao wote naweza kusema tukimzungumzia Novatus Dismas ni kiungo zaidi wa chini, lakini pia Yusuf Kagoma alkadhalika naye ni mchezaji ni kiungo ambaye anacheza zaidi eneo la chini. Lakini nikimzungumzia huyu Idi Gego huyu ni mchezaji ambaye anacheza position inaweza kusema sawa na Mudathir, ni kiungo namba 8. Lakini kitu ambacho anakuofa Mudathir uwanjani sidhani katika wachezaji wote nilokutajia kuna mtu ambaye anaweza kukitoa, kwa sababu ukiangalia Mudathir ni mchezaji ambaye anacheza eneo kubwa sana la uwanja. Kwa lugha ya kitaalamu wenyewe wanaitwa box to box midfielder. Mudathir ni mchezaji ambaye anakupa impact katika box zote mbili uwanjani. Anakupa impact katika box lake la kuzuia, lakini pia anakupa impact katika box la mpinzani, nikimaanisha wakati wa timu inapokuwa inashambulia. Tukirudi nyuma kidogo, tunaweza kuona Mudathir ni mchezaji ambaye anahusika katika namba kubwa sana ya uzalishaji wa mabao katika hata timu yake ya klabu. Nakumbuka msimu wa mwaka juzi ambao chini ya huyu kocha Miguel Gamondi, Mudathir aliweza kumaliza msimu akiwa na goli 10+, lakini pia alikuwa akiwa na assist zaidi ya 8, na kuonyesha ni kwa namna gani Mudathir anaweza kukuofa vitu vingi uwanjani. Mudathir ukiwa naye uwanjani anakupa assist, anakupa magoli. Juzi tu hapo katika mechi ya Yanga dhidi ya FAR Rabat, goli ambalo amefunga Prince Dube ilikuwa ni pasi ambayo ilipigwa na Mudathir kutoka eneo la nyuma. Ilipigwa through ball, Prince Dube akakutana nao na kuweza kuconvert ule mpira kwa goli. Kwa hiyo pengo la Mudathir linaweza kuaffect moja kwa moja katika kikosi cha timu ya taifa, kwa sababu tunajua naweza kusema kwamba kitu ambacho anakitoa Mudathir kwa hawa viungo ambao wameitwa katika kikosi hiki, sijaona mtu ambaye anaweza kuofa kile kitu ambacho anakiofa Muda. Naam. Na upande mwingine Mohamed, kuhusiana na striker kutokea pale katika klabu ya Simba Sport Club, tunamzungumza Suleiman Mwalimu. Watu wameka doubt sana, ni miongoni mwa wachezaji ambaye jina lake alijaorodheshwa. Suleiman Mwalimu amekosa vigezo vipi kutoka kwa kocha Miguel Gamondi mpaka ikaleta sababu ya kutemwa asijumuishwe? Kwa upande wa Suleiman Mwalimu naweza kusema kwamba katika position ambayo anacheza kuna machaguo ambayo yamemvutia zaidi Mwalimu kuliko yeye. Nikizungumzia kwamba ni watu ambao wana experience kubwa kumzidi, lakini pia hata performance, kwa sababu tuliona Suleiman Mwalimu pia alikuwa hata akistruggle kupata namba katika kikosi cha Simba hivi karibuni. Ukiangalia katika eneo la striker katika kikosi ambacho kinatuwakilisha AFCON, nimeweza kumuona kapteni Bwana Samata yuko pale, lakini pia nimeweza kumuona Simon Msuva yuko pale, lakini pia kuna ongezeko jingine la kijana Kevin John naye ameweza kuitwa. Kwa hiyo ukiangalia katika wachezaji hawa watatu
ukimwambia hata yeye mwenyewe Selemani Mwalimu angalia hapo umtoe nani ili wewe ucheze, hata yeye mwenyewe anaweza akakosa chaguo. Kwa hiyo kwa upande wa Selemani Mwalimu sijaona kama itakuwa pengo kubwa sana kwa upande wa kocha timu ya taifa, kwa sababu wachezaji ambao wameitwa kwenye position yake ni wachezaji ambao wana experience kubwa kumzidi, lakini pia hata tukimzungumzia issue ya performance ni wachezaji ambao wameonyesha performance kubwa sana hivi karibuni, zaidi nikimwongelea Kevin John, kwa sababu Mbwana Samata na Simon Msuva au wana legacy yao ndio tukaweka pembeni. Kwa hiyo hapo mtu ambaye Selemani Mwalimu ilibidi labda angempisha ili aingie ni Kevin John, lakini ukimzungumzia Kevin John hivi karibuni amekuwa ni mchezaji ambaye ameonyesha performance kubwa sana katika timu yake ya AAB ya kule nchini Denmark. Kwa hiyo kwa upande wa Selemani Mwalimu sijaona kwamba ataweka pengo kubwa sana katika kosi cha timu ya taifa. Sawa, tumalizie labda kwa kikosi hichi cha timu ya taifa ya Tanzania. Tunaiona ikifika wapi katika michuano ambayo ya AFCON ambapo inapigwa pale Morocco? Liza naiona inafika wapi? Tusubiri tuone, kwa sababu mara zote huaga hatujui tunaenda kutafuta nini. Naweza kusema hivyo kwa sababu kila tunapoenda tunarudi tunasema tumekuja tumejifunza, tutarudi mara, lakini hatuonagi iko ambacho tunajifunza kila siku tukienda kukifanyia kazi. Ile ya Ivory Coast pale ni makundi mapema tu. Zote ambazo tumeshiriki tumeisha makundi. Misri pia tulishia makundi tukipata alama moja dhidi ya Kenya, na kumbuka ile sare ya goli 3-3. Lakini tukizungumzia AFCON iliyopita pia tumeishia makundi tukipata alama 2, yani baada ya kupata sare 2. Lakini katika AFCON hii naamini tunaweza kupata kitu, kwa sababu tayari wachezaji wengi tayari wana experience kubwa, na baadhi yao washajua michuano hii inatakiwa ichezwe vipi, unajua, kwa sababu iko ni kitu kikubwa pia, unatakiwa ucheze kwa hesabu kali sana, kwa sababu tunazisifia sana timu ya mataifa jana. Unaweza kuona kwamba hawana performance kubwa, lakini wanavyokuwa uwanjani unaona kabisa bwana hawa wanatafuta kitu fulani. Kwa hiyo na hisi timu yetu tayari ishapata experience, ishaelewa, yani ile kujifunza tunayosemaga na hisi ishatosha. Sasa huu ni muda ambao tunatakiwa twende tukafanye, maana tushajifunza vya kutosha. Huu ni muda ambao tunatakiwa twende tukaonyesha kwamba sisi ni taifa ambalo limebarikiwa vipaji na tuna uwezo wa kufanya kitu kikubwa. Katika upande wa klabu tayari tumeshalithibitisha hilo, lakini katika upande wa timu ya taifa naona imekuwa ngumu sana kwa sisi kuweza kufanya vizuri, kwa sababu mara mwisho michuano mwisho ambayo tumecheza ni michuano ya CHAN ambayo ilifanyika hapa kwetu, na tulikuwa na matumaini makubwa sana katika michuano hiyo kufanya vizuri, lakini mwisho wake tumeweza kuishia katika hatua ya robo finali. Kwa hiyo kwa upande wangu sitarajii makubwa katika kikosi hiki cha timu ya taifa. Ikitokea tumeweza kupita au kuweza kufuzu katika kundi, ni bonus tu, ambayo ni kitu ambacho sitaki kuwabebesha mzigo kwamba kwa kikosi hiki labda tutafika robo finali, au kwa kikosi hiki labda tutafika nusu finali. Kwa hiyo tusubiri tuone. Sawa, tusubiri tuone. Lakini hata wewe pia ambaye unatutazama sasa hivi kupitia Fimo Online, hapo kwenye upande wa comment unaweza kuweka comment yako kwa kikosi hichi cha timu ya taifa ya Tanzania kilichoitwa na kocha Miguel Gamondi. Unaipa nafasi hipi timu hii ya Tanzania? Unaipa nafasi gani? Makundi ama tutafika hadi robo finali? Of course sisi tunaondoka kama hivyo, lakini pia nguvu za kutosha tulikuwa tunapata kwa cameraman ambaye anaitwa Gamba Gatuso, lakini pia sound engineer kijukuu Morashi, lakini pia msaidizi wangu alikuwa ni Muhammad Morunga, na mimi kwenye microphone namba 1 ni Teddy Mswati. Mpaka pale baadaye, bye bye.